Jeshi la polisi mkoani Mwanza limefanikiwa kuwakamata watu wawili kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha zao lililopigwa marufuku la bangi kwenye shamba lenye ukubwa zaidi ya hekari 10, pamoja na kukutwa na shehena dawa hiyo ikiwa tayari imeshafungashwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali nchini. Akitolea ufafanuzi wa mafanikio hayo Mei 23, 2026, Kamanda Polisi mkoani Mwanza, Naibu Kamishna Polisi DCP Wilbard Mutafungwa alisema kwa operesheni hiyo ni mwendelezo wa mikakati thabiti na endelevu ya jeshi la polisi katika kuhudhuria na kutokomeza kilimo, mtandao usafirishaji pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Tumeanza kulima bangi tangu lini? Mwaka mmoja, mwaka jana nilima nikang'oa. Mwaka jana nilima udogo tu nikang'oa. Kwa nini uling'oa sasa? Nilisikia kwamba yanasaka sana nikang'oa. Sasa mbona umerudia kulima tena? Sikujua kama tena utakamatwa afanye. Unajua utakamatwa. Okay. Unauza shilingi ngapi ama mazao yako? Kale kama mfuko kadogo elfu 80. Sasa mzee, usifanye biashara hii, sawa? Haya ni makosa, sawa? Sitarudia afande. Nimechukuliwa namba ya serikali inisamehe. Haya, wamekusikia. Leo majira ya mchana tumeweza kubaini kuwepo kwa shamba kubwa ambalo imestawisha bangi. Taarifa yenyewe kwa ufupi kuhusiana na tukio hilo ni kwamba katika kijiji hiki kinaitwa Busekeseke. Kijiji cha Busekeseke kiko katika kata ya Karebezo, tarafa ya Buchosa katika wilaya ya Sengerema. Kuna mwananchi mmoja ambaye anaitwa Mdumuka Kabika, jina maarufu Ziliona Tibakula, ana umri wa miaka 60 na anaishi katika kitongoji cha Nyerere Road. Bwana huyu ambaye anakaa huku, yeye na familia yake, ana shamba kubwa lenye ukubwa wa ekari zipatazo 10, ambapo katika shamba hilo tumepokea taarifa kwamba pamoja na mazao mengine amestawisha mazao aina ya bangi. Bangi ni zao ambalo limepigwa marufuku kwa sababu yako katika kundi la madawa ya kulevya. Kwa hiyo bangi imestawishwa katika ekari zake 10 anazozimiliki yeye. Bangi hiyo imeshakuwa, na baada ya kupata taarifa hizo, jeshi la polisi tulifika mara moja katika eneo hili na kufanikiwa kumkamata mmiliki wa shamba hilo. Baada ya kumkamata tukabaini tukaweza kumkamata pia mtu mwingine ambaye alikuwa ananunua. Na maana yeye anauza, analima bangi, anavuna, na sasa hivi ni kipindi cha kuvuna, mavuno mengi wanavuna. Anafunga kwenye magunia na kwenye viroba kwa ajili ya kuanza kusafirishwa. Kwa hiyo tumefanikiwa kumtia mbaroni tena mtu mwingine ambaye tayari alikuwa na magunia na vifurushi kwa ajili ya kusafirisha kuwapelekea wateja. Huyo mtu aliyekamatwa anaitwa Mawazo Petro Manisha, ana umri wa miaka 50. Yeye kazi yake anadai ni mkulima. Ukulima wenyewe ndio huu wa mazao haya ya bangi. Sasa kufuatia tukio hilo, hawa watu wote wawili tumeweza kuwatia mbaroni, zoezi ambalo limefanyika mbele ya viongozi wa serikali ya kijiji hiki, ambao wote wamekuja. Tumekagua shamba hili na kujiridhisha kabisa kwamba mazao yaliyoko humu ndani ni mazao aina ya bangi. Hata hivyo, tumeongozana na viongozi wengine wa taasisi mbalimbali za serikali kwa mujibu wa taratibu ambao taratibu za kisheria zitafuatwa katika kushughulikia tukio hili. Taasisi zote ambazo sheria inazitaka zifike katika eneo hili wakati wa kushughulikia jambo hili zote ziko hapa. Sasa watuhumiwa hao tumewakamata, wataendelea kuhojiwa na vielelezo vitahifadhiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria ili waweze kuchukuliwa hatua kwa kufikishwa mahakamani. Pengine kufuatia operation hii, nipende kutoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Sengerema, hususan eneo hili la Buchosa na maeneo mengine, kwamba wajikite katika kilimo halali cha mazao halali yaliyoruhusiwa na serikali. Kulima, kustawisha bangi ni kosa
kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Watu wasijiingize kwenye kutenda uhalifu wa aina hiyo, na kupitia operation ambazo zinaendelea katika mkoa wetu, mashamba ya aina hii, watu wanaolima bangi kwa kiasi hiki, hata kwa kiasi kidogo, watafikiwa popote pale walipo na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini nitoe wito kwa viongozi wa serikali za mitaa walioko kwenye maeneo, elimu iendelee kutolewa kwa wananchi, kwa sababu vitendo kama hivi haiwezekani. Hatuamini kabisa kwamba bangi inaweza ikastawishwa kiasi hiki kwa muda mrefu, ekari takriban 10, halafu mamlaka zilizoko hapa zisiwe na taarifa aina yoyote. Ni vema wakatumia nafasi kwa ajili ya kupita, kuangalia na kuwahamasisha wananchi walime mazao ambayo yameruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Mambo ya kulima bangi yanakatazwa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hiyo hao washtakiwa, watuhumiwa watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na kutokana na jambo hili pia, jeshi la polisi tutaendelea sasa kutoa elimu kupitia mpango wa mkaguzi wa kata. Wakaguzi wa kata wataendelea kutoa elimu kwa wananchi wote juu ya kutojihusisha na ulimaji wa mazao ya bangi, kwamba ni kosa. Tutaendelea kutoa elimu na kuchukua nafasi hii kuwapongeza wananchi mbalimbali ambao wanaendelea kushirikiana na jeshi la polisi, wananchi wema ambao hawataki kuona uhalifu na wanatujulisha. Elimu tunayotoa kupitia mpango wa mkaguzi wa kata, haya ndio matunda yake. Tunazidi kupata taarifa za kutosha za kufanyia kazi. Kwa hiyo nawapongeza sana raia wema ambao wanashirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kudhibiti matukio ya kihalifu. Kupitia sauti hii, ninyi waandishi wa habari, wananchi wote wa Busekeseke ambao wanahusika na ulimaji wa bangi waache, la sivyo watailaumu serikali na kutuona sisi viongozi wabaya. Mimi kama kiongozi wa kijiji sihitaji kuona hii hali katika kijiji changu inaendelea, kwa sababu ni sehemu ya kuniondolea sifa kwamba yaweza kuwa wewe kiongozi unahusika kwa namna fulani ama namna nyingine, kumbe maskini wa Mungu hata kuhusika sihusiki. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu waandishi wa habari, huyu bwana aliyefanya hivi, basi sheria itafuata mkondo wake, na mimi nitazidi kuhamasisha wananchi wangu wasirudie hili ulimaji wa zao haramu la bangi.